wote mnayafahamu. Lakini leo nimekuja kutembelea hapa kwenye mtaa wetu. Hii kata ya Njombe mjini ni kata kubwa, ndio kata inaongoza kwa ukubwa, ina watu wengi. Kwa mujibu wa sensa iliyofanyika 2022 inaongelea wakazi 37,000, lakini wataalamu wa sensa wanasema baada ya sensa maana sensa inaweza kawa leo, kesho mama anazaa. Kwa hiyo tumeendelea kuongezeka. Kwa sasa kata hii tunaongelea watu 40,712 Njombe mjini. Kwa hiyo moja ya mambo tunataka kufanya ni kuhakikisha kwamba katika hii miaka mitano tunapokuingia kwenye uchaguzi mwingine, hatuongelei tena mtaa wa Kambarage. Hatuongelei mtaa wa Kambarage. Mtaa huu una watu kama ripoti ilivyosema 15,000. Kwa vigezo vya kawaida inatakiwa iwe kata. Kwa hiyo ni swala la mchakato kuona namna gani tutaufikisha hapo, na nia ya kusukuma tuwe kata, kwa sababu vigezo vingi tayari tumevifikia, karibu vyote tumevifikia. Nia ni kusogeza maendeleo karibu na wananchi. Lakini tukitathmini tuliyoyafanya kwenye kipindi kilichopita, na mimi napata faraja kubwa. Nilitembelea 2020 shule yetu ya msingi Kambarage. Nilikuta hali mbaya sana. Nilikuwa na baadhi ya viongozi, hali ilikuwa ni mbaya, na hasa nilipata mfadhaiko nilivyokwenda kuona watoto wenye mahitaji maalum pale, mazingira waliokuwa wanakaa. Hali ilikuwa sio nzuri, hairidhishi. Nikaahidi kwamba nitakwenda kuhangaika na jambo hilo ili tuweze kuwa na unafuu, tuweze kuboresha shule ile. Ndugu zangu, tumefanya kazi kwa pamoja na nyinyi wazazi wa Kambarage kwenye jambo hilo. Tumetafuta fedha zikaja, hazikuja wakati ule ule, lakini baadaye zikaja. Kazi ya kukarabati madarasa pale imeendelea vizuri na imefanyika kwa kiwango kizuri. Sasa tuna madarasa mapya mazuri yenye hadhi nzuri ambayo inatia moyo. Niwapongeze sana wananchi wa Kambarage, lakini niwapongeze sana viongozi wote. Niwapongeze sana halmashauri ya mji kwa usimamizi mzuri, pamoja na kamati ile ya usimamizi ambayo mliipa elimu. Niwapongeze sana mwenyekiti wa mtaa huu, kufanya kazi nzuri pamoja na watu wako kwa kusimamia mambo haya, pamoja na mtendaji aliyekuwepo na aliyepo sasa hivi. Ndugu zangu, tumepiga hatua, na pale chini yake tuna shule nyingine ya Deo Mwanyika. Mimi sikuomba ile shule ipewe jina langu, lakini katika kusukuma mambo nikashukua na mimi nimesukumiwa jina, inaitwa Deo Mwanyika. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba na yenyewe tumeisukuma, imefika mahali pazuri. Bado ina uhitaji, tutaendelea kupambana. Afisa mipango, nadhani tumepita pamoja, umeona hali na umesikia yanayosemwa. Mheshimiwa diwani naye ameyasikia. Bado wananchi wanahitaji, kuna madarasa tunahitaji pale shule ya msingi Deo Mwanyika. Lakini hata hapo kuna vitu tumevisikia kwenye shule ya Kambarage vya maboresho madogo. Nimesema nitarudi kwa wakati wangu kwenda kuangalia kwa karibu nini kingine cha haraka tunaweza kukifanya kwenye kipindi hiki. Lakini katika kipindi cha miaka mitano tumefanya makubwa kwenye sekta ya afya. Nilitembelea hapa, sikumbuki ilikuwa ni wakati gani. Mwanzoni sikujua kama lile jengo ni la CCM. Wamenitembeza mle, hasa nikawa nashangaa, hivi zahanati ya eneo kubwa lenye watu wengi ndio hii hapa? Sikufurahishwa na ile hali. Ndio mwenyekiti akaniambia tena hata jengo lenyewe la CCM. Sasa nikasema sasa
Mtu ambaye sio wa CCM naye anakwenda kupata huduma pale. Kwa nini tunatumia majengo ambayo sio ya serikali kutoa huduma za umma? Lakini tuwashukuru Chama cha Mapinduzi, tuwashukuru kwamba mlitubeba kwenye kipindi ambacho tulikuwa hatuna jengo. Nikatoa ahadi kwamba nitalishughulikia ili tuwe na jengo letu la kujitegemea ambapo tutaweka zahanati yetu. Tukafanya ushawishi ndani ya halmashauri. Tunawashukuru sana wenzetu wa TASAF, ni taasisi ya serikali lakini na yenyewe ina mahali pa kwenda pengi, ina maeneo mengi, na fedha zao sio kwamba ni fedha ambazo haziishi. Kwa hiyo katika vipaumbele na ushawishi tuliofanya tukafanikiwa, tukishirikiana na diwani wa kata hii wakati ule, tukafanya ushawishi mzuri, tukapata fedha milioni 140 kutoka TASAF, tukaanza kuwekeza hapa. Tumefanya kazi iliyofanyika hapa ni nzuri. Tuna zahanati ambayo sasa ni nzuri, angalau inakidhi kiwango na mategemeo na matarajio ya kusogeza huduma karibu na mwananchi. Ndugu zangu, tujipigie makofi, sio kazi nyepesi. Lakini pamoja na hayo, halmashauri ya mji Njombe pamoja na serikali kuu kwa pamoja imeendelea kuwekeza kwenye sekta ya afya kwa kiasi kikubwa. Ndugu zangu, kwa sasa kwa ujumla na sio halmashauri ya mji Njombe, pamoja na sekta binafsi, ukiangalia kuna hospitali hapa ndani ya halmashauri ya mji Njombe, kuna hospitali 4. Katika hospitali hizo 4, hospitali 2 ni hospitali za serikali, hospitali kubwa. Nimeutembelea. Kwa hiyo tuna hospitali 4 ndani ya halmashauri ya mji Njombe. Tuna vituo vya afya kwa ujumla 12, vituo 5 vya dini, taasisi za dini, madhehebu, vituo 5 ni vya serikali kwa maana ya halmashauri ya mji, na tuna vituo 2 vya binafsi. Tuna zahanati 59. Katika zahanati 59, zahanati 52 ni zahanati za serikali kwa maana ya halmashauri ya mji Njombe, lakini tuna zahanati 4 za madhehebu ya dini na zahanati 3 ni za sekta binafsi au watu binafsi. Katika zahanati ambazo zimejengwa na halmashauri yetu ya mji Njombe, katika mwaka uliopita tumetumia zaidi ya milioni 600 kupeleka vifaa tiba, x-ray machines mbalimbali na vifaa vingi vipya kwa ajili ya kuboresha utoaji wa huduma kwenye maeneo hayo. Ndugu zangu, ni utekelezaji wa ahadi ambayo tumeitoa, na mimi kama msimamizi mkuu wa kutekeleza ahadi hizo napata faraja. Lakini tulitumia zaidi ya bilioni 1 kama milioni 900 kujenga vituo vipya katika halmashauri ya mji wetu. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya na tukitekeleza, na ndio maana kuchaguliwa kwangu na kuchaguliwa kwa Mheshimiwa Rais kwa kura nyingi hakukuwa kwa bahati mbaya, ni kwa sababu kazi ilifanyika. Tujipigie makofi na tujishangilie sisi wenyewe kwa kazi hiyo. Lakini sasa kukamilisha haya peke yake haitoshi. Yametupa nini? Tumeona mabadiliko gani? Ndugu zangu, hali tuliyokuwa nayo 2020 na hali tulionayo leo ni tofauti kwa Wananjombe, kwa sababu ya kujenga msingi na miundombinu ya afya kwa spidi kubwa ndani ya halmashauri yetu ya mji Njombe. Tunaambiwa kwamba Njombe tulikuwa inaonekana kwa tafiti kwamba sisi hapa ndio tulikuwa tumeshambuliwa sana na ugonjwa wa maambukizi ya vidudu vya ukimwi. Lakini kutokana na kusogeza huduma na kutoa elimu kupitia hivi vituo mbalimbali, ukihesabu vituo vyote hivi na mahospitali, zahanati, vituo vya afya, tunasema Njombe tuna vituo vya afya 76. Kwa hiyo vituo vyote hivi
kwa pamoja vimeendelea kutoa elimu. Kwa hiyo maambukizi yamepungua kutoka 2.4 2023 na sasa tunaongelea 2.1 2024, na tathmini inaendelea ya 25, na hakika yatapungua zaidi. Haimaanishi kwamba sasa tujione kwamba tatizo halipo. Tunachosema ni kwamba kwa sasa hali ni nzuri, tunajitambua, tunajielewa, tunachukua hatua na tuendelee kuchukua hatua ili maambukizi yaendelee kuteremka na kuporomoka na baadaye kupotea kabisa. Na serikali yetu siku za karibuni itatutangazia rasmi kwamba kuna hatua nyingine kubwa ambazo zimefanyika kwenye sekta ya matibabu ambayo inaweza ikatuongezea nguvu. Lakini tulikuwa na shida kubwa sana ya udumavu. Tulibishabisha kwamba tunaonewa. Lakini ukweli ni kwa kweli shida ya lishe na udumavu kwa wananchi wengi wa Njombe ilikuwa ni ukweli. Kwa hiyo wanasema kukubali ukweli ni hatua moja kubwa kuanza kupunguza tatizo. Kwa hiyo tulikubali, tukaanza kuchukua hatua. Kupitia vituo vyetu hivi kutoa elimu, kuwaelimisha watu, hasa akina mama na akina baba ambao walikuwa hawajitambui. Ndugu zangu, udumavu unaanzia kwa akina baba. Maana baba ndio mtoaji kwenye nyumba, kweli si kweli? Akina mama mtawaonea tu. Sasa kama hujaleta apike mawe. Wewe uleti nyama wanakula kilabuni. Kwa hiyo kutokana na hiyo 2023 kwenda 2024 kulifanyika watu 3613 waliangaliwa, walipimwa, walifanyiwa utafiti wa kuona kama bado hali ya udumavu ikoje. Katika watu 3613 ni watu 54 tu ambao walionekana ndio wana udumavu, na hata hao hatua zikachukuliwa kushughulika nao. Kwa hiyo inaonyesha kwa kiasi kikubwa hali imeendelea kuboreka, imeendelea kuwa nzuri kutokana na kuwa na vituo mbalimbali vya afya. Ndugu zangu, elimu ya lishe imetolewa kwa nguvu sana. Tunawashukuru sana viongozi wetu ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, maeneo yote, ngazi ya matawi, ngazi ya kata, ngazi ya mitaa. Tumefanya elimu kubwa sana katika kipindi hiki cha miaka 5. Kutoa matangazo, kuelimisha kupitia redio na kupitia mihadhara mbalimbali kuhusiana na lishe. Na sasa tunaanza kuona uelewa mkubwa katika jambo hili. Leo tunahitimisha kwa kufungua rasmi zahanati yetu katika mtaa huu wa Kambarage. Ni jambo kubwa. Sasa nimesikia na nimeelezwa hapa changamoto ambazo bado zipo. Ni kweli kama tulivyotatua za huko nyuma, tutaendelea kushughulika nazo hizo nyingine. Mkurugenzi, ni wazi hapa hili eneo linahitaji kuwa na uzio. Ni jambo la kawaida kwenye mahospitali na ndio viwango vya zahanati na vituo vya afya kwa ujumla. Lazima viwekewe uzio. Kwa hiyo nadhani ni jambo linafuata, tutaendelea kulipigania na lenyewe liweze kukamilika. Tumeongelewa kuongeza kupata mganga. Nadhani tulipokee mkurugenzi, kwa maana ya mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo hayo ndio makubwa, lakini mwenyekiti amechomokia ya mengine yale ambayo yeye ameahidi. Alivyoahidi mimi sikuwepo. Ameahidi sekondari atajenga. Msimtoe roho asipojenga. Ni kweli ndugu zangu, mwenyekiti amekuwa mstari wa mbele sana, na mimi nimetembelea ile eneo. Kwa kweli tunahitaji kuwa na sekondari, na hizo jitihada tumezianza za kujenga hoja. Tulianza hoja kujenga na wenzetu wa magereza kwa ajili ya kupata eneo, kimsingi walikubali. Tunaendelea kujenga hoja na watu wa TAMISEMI kwa ajili ya kuhakikisha kwamba na wao wanatambua na kuelewa kwamba ni muhimu tukawa na sekondari katika, mimi nasema katika eneo hili ambalo litakuwa kata siku Simba sio nyingi. Kwa hiyo ahadi yetu iko pale pale.
Mwanasiasa hakimbii ahadi. Na ukiona mwanasiasa anakimbia ahadi aliyotoa, ujue huyo hajitambui. Mbunge wenu najitambua jamani, kweli si kweli? Kwa hiyo siku zote nasema niombeni afya njema nikaifanye kazi ya Bwana. Nina uhakika tutafanikiwa. Miradi mingi kama nilivyotoa ahadi ya barabara za lami inaendelea na matayarisho, na wote mmeona matayarisho yaliokuwa yakiendelea. Kuhamisha nguzo ili watakapoanza kazi tusiwe na kuhangaika. Ujenzi wa makambi ya hawa wenzetu wakandarasi wanafanya usaili, lakini kubwa kuliko yote tupo kwenye kipindi cha mvua cha masika. Kwa taratibu za kihandisi huwezi kuanza kuchimba ovyo ovyo na kuanza na ujenzi mkubwa wakati wa masika. Wananchi muwe na uhakika kwamba ahadi tuliyotoa tunaisimamia, na mimi nafuatilia kwa karibu sana kuhakikisha kwamba miradi ya maji inakamilika. Sasa tumeongeza jambo moja kwamba pamoja na yote tunahitaji kuhakikisha kwamba uchumi wa mtu mmoja mmoja unazidi kuboreka, hasa vijana, akina mama na walemavu. Na tunafanya hiyo kwa namna mbili. Ya kwanza, kupitia mikopo ya halmashauri. Tunaendelea kuboresha. Tunajua huko nyuma kulikuwa na malalamiko mengi ya mikopo na utaratibu wa mikopo, lakini na hakika tunazidi kufanya maboresho, na kupitia madiwani wetu mawazo yenu yanafikishwa kwenye halmashauri pale ambapo mnaona pengine mambo hayaendi sawa. Fedha sio nyingi sana, lakini tukifanya vizuri zinaweza zikasukuma, na hasa wale ambao wanapata mikopo kuhakikisha wanarudisha kwa wakati ili wengine wapate. Shida ya vikundi vyetu vilivyo vingi vya mjini, hasa vya mjini, ni kwamba vinapata mikopo, urudishaji umekuwa ni tatizo. Kuna baadhi ya vikundi ni sugu kwenye kurudisha mikopo. Kwa hiyo unapochelewa kurudisha au unavosita au unavoonekana haurudishi, maana yake tunawanyima nafasi wale ambao hawajapata mikopo. Kwa hiyo niwaombe, hiyo ni njia moja wapo ambayo tumeiweka kwa ajili ya kuhakikisha tunajitahidi kupitia serikali kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja. Na wengi mmesikia kuna fedha nyingine zilitolewa kwa ajili ya mikopo ya vijana. Tunaendelea kuzifuatilia tuone na zenyewe zinaishia wapi. Lakini vile vile kuna juhudi binafsi. Mimi kama mbunge nimesema katika kipindi hiki nitaanza kufanya vile vile juhudi binafsi. Sitaweza kumfikia kila mmoja, lakini angalau nitawafikia watu kwenye vikundi. Na nikasema kwa kuanzia tuanze na kina mama au wasichana au akina dada ambao wamekwenda wakajifunza ushonaji lakini hawana vifaa, au kama wanavyo havitoshi. Kwa hiyo kwa juhudi zangu binafsi nikatafuta virehani ili niweze kuwagawia bure, maana sio hata mkopo, bure. Kwa hiyo leo tunaanzisha hili zoezi na litakuwa endelevu. Litakuwa endelevu kwa maana ya kwamba vilivyopatikana tutavigawa leo kwa utaratibu ambao umekuwa shirikishi. Sisi ofisi ya mbunge haiwezi kuwatambua wahitaji wote, lakini kwenye ngazi ya kata na mitaa wenzetu viongozi wanakutana na wananchi, wanaweza wakaelewa. Kwa tuliwapa hiyo kazi na wao wamesema walichokifanya. Kwa hiyo ninafurahi kusema kwamba tutakuwa na virehani 50 vipya kama mnavyoviona, ambavyo tutavigawa kama ambavyo kwenye vikundi kama ambavyo watendaji wetu wa hii mitaa wametueleza. Ndugu zangu, tumemsikia Bwana Mwinuka hapa amesema wao wana vikundi 5. Dada yetu Faraja Mbogela mjini vikundi 7 na Ramadhani vikundi 2. Lakini kwa namna ya pekee vile vile
tumewapa kazi wenzetu wa Kings, mimi nimewadhamini kwamba wao wana uwezo kupitia utaratibu watakaopanga kutafuta watu ambao wanawaona kabisa hawa wanahitaji kusaidiwa. Kwa hiyo mtu mmoja mmoja tumetenga cherehani 14 ambavyo wao watatafuta utaratibu wa namna ya kuvifikisha kwa wahitaji. Kwa kuanzia nadhani wamempata mmoja hapa. Sasa sijui wamempataje. Tumewaambia wahakikishe kwamba hawampi mtu yoyote ambaye ni ndugu yao. Sio wakampa mtu ambaye ni ndugu yao. Na mimi nawaamini hawa wana utaratibu mzuri. Saa nyingine wanapita kwenye maeneo mbalimbali kutafuta. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba vitatumika na vitatunzwa na vitatumika kwa madhumuni ya kuwapatia hitaji ya wananchi au vijana ni mengi. Lakini naambia jamani, hebu jaribuni kwanza kwenye halmashauri. Nasema tumejaribu lakini hatupati. Nasema endelea kujaribu. Hatupati, jaribu tena. Mbona kwenye zile kubeti mnajaribu mpaka mnapata. Kwa hiyo endelea kujaribu. Lakini wakati huo fanya na vitu vingine. Yaani usikae tu unangojea kwamba kuna siku moja nitapata. Fanya na vitu vingine. Na mimi sina wasiwasi na vijana wa Njombe. Ni vijana wa kujituma, wanafanya kazi, hawangoji misaada. Kwa jambo hilo Njombe tuna historia nzuri, na ndio maana uchumi wa mtu kwa wastani kwa wana Njombe tuna uchumi mzuri sana. Lakini bado tunahitaji kuwainua wale ambao bado wako chini. Ingawaje uchumi wetu unaonekana ni mzuri, lakini wengine wako chini. Baada ya kusema hayo, sasa ni